mtazamaji wa Mtwara Online TV, tunakukaribisha sana kwenye kipindi chetu hiki cha Mtwara Yetu. Leo hii tumepata fursa ya kutembelea katika halmashauri ya wilaya ya Siha iliyopo mkoani Kilimanjaro. Na hapa tumepata fursa ya kumtembelea Comrade Daktari Haji Mnasi. Yeye ni mkurugenzi wa halmashauri ya Siha iliyopo hapa mkoani Kilimanjaro. Pengine mkurugenzi, tukukaribisha sana kwenye kipindi chetu hiki. Leo hii tumefunga safari kwa ajili ya kuzungumza na wewe katika maeneo ya viunga vyako hapa katika halmashauri ya Siha. Hongera sana, naona mambo ni mazuri sana. Asante sana Mtwara Online. Hapa tuko West Kilimanjaro katika wilaya ya Siha mkoani Kilimanjaro, na tukiwa katika maeneo ya Sevo Wildlife, yani kwenye bustani hii ya wanyama kama ambavyo pia mnawaona hapo nyuma. Wanapatikana Siha tu, wanapatikana maeneo mengine. Na kwa hiyo nichukue fursa hii kwanza kumshukuru Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na wasaidizi wake kwa namna ambavyo pia wanaendelea kuipambania nchi hii, lakini katika hususan pia katika halmashauri ya wilaya ya Siha ambapo tumeendelea kutekeleza miradi mbalimbali ya kimaendeleo. Zaidi ya bilioni 50 tumeweza kuweza kuzitendea haki, lakini pia tukitekeleza miradi mikubwa kabisa kama ujenzi wa shule ya sekondari ya wasichana ambapo ni zaidi ya bilioni 4.4 imeweza kutumika pale, na tayari pale wanafunzi wapo wanaendelea kidato cha kwanza, cha pili, lakini kidato cha 5. Lakini wakiwepo pia wanafunzi wa mahitaji maalum ambao wameweza kuletwa kwa awamu hii, ambapo kwa kweli tumeweza kutekeleza haja ya Watanzania, kutimiza lengo lile la kuwahudumia Watanzania wanafunzi hawa wa kike, hususan hawa wenye mahitaji maalum. Shule ile ina uwezo mkubwa kubeba wanafunzi zaidi ya 1000 kwa wakati mmoja. Kwa hiyo hii si jambo dogo. Lazima Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan apewe kongole zake. Lakini ni washukuru wadau wote mbalimbali kwa Mheshimiwa Nurdin Babu, mkuu wetu wa mkoa, na kamati yake ya usalama na secretariat, lakini pia Mheshimiwa Daktari Christopher Timbuka ambaye ni mkuu wetu wa wilaya ya kwa namna ambavyo tunashirikiana naye pamoja na kamati ya usalama, lakini pia watendaji wenzangu kuanzia ngazi ya kata, hadi ngazi ya wilaya kwa maana ya ukuu wa idara. Tumeendelea kushirikiana, lakini Mheshimiwa Dr. Molel, naibu waziri wa afya ambaye ni mbunge wa jimbo hili la Siha, anapambana vya kutosha. Kwa kweli Siha tunajikuta tuko nyumbani na wananchi wanafurahia maisha haya kwa namna ambavyo utekelezaji wa miradi. Lakini tumekuwa tukifanya vizuri. Mfano hivi karibuni tuliweza kuweka sahihi makubaliano ya utoaji wa mikopo ya 10% ambako zaidi ya milioni 500 tumeshazikusanya kwa ajili ya kuwapelekea wananchi kuwakopesha kwa kushirikiana na mabenki, na benki ile ya uchumi ndio imeshinda zabuni kwa maana ya wilaya ya Siha, kama ambavyo ni miongoni mwa halmashauri 10 Tanzania za mifano ambazo za mifano kwa maana kutumia mfumo wa benki kuweza kukopesha. Kwa hiyo Siha tumo katika hiyo, na tuko katika hatua za mwisho za ukamilishaji wa utoaji wa fedha hizi kwa makundi haya ya vijana, wanawake na watu wenye ulemavu, ambako iko tofauti wa sasa ambako zaidi ya hawa vijana wa miaka 45 au wazee umri wa miaka 45 basi watakuwa na wao wameingia katika ukopeshaji wa vikundi hivi. Naam, labda pengine Siha halmashauri hii imekuwa na upekee wa aina gani hapa mkoani Kilimanjaro kati ya halmashauri zilizopo katika mkoa huu wa Kilimanjaro? Kwanza upekee kabisa watu wa Siha ni namna ambavyo wana umoja, kuanzia viongozi, wananchi, viongozi wa chama na serikali. Sisi ni kitu kimoja, na ndio maana mpaka sasa hivi tunafanya vizuri hata katika ukusanyaji wa mapato. Hadi kota hii sasa tumeshamaliza kota 2 na hii na kota ya 3, tayari zaidi ya 110% ya mapato tumeshakusanya. Kwa hiyo tunatarajia mwishoni mwa mwaka, mwezi wa 6, kwa makusanyo haya ni kwa sababu ya ushirikiano mkubwa ambao Mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri, Mheshimiwa madiwani, wakuu wa idara, viongozi mbalimbali wa chama na wote tunashirikiana, tunakuwa kitu kimoja katika mapambano haya kuhakikisha kwamba agenda ya mapato namba 1 inafanya kazi. Lakini hii ni pamoja na ule uasisi wa Mheshimiwa Rais wa ile 4R, maridhiano, ile ustahimilivu, lakini mageuzi na kujenga upya mifumo. Hii 4R sisi wana Siha hii tumeichukua kwa kiwango kikubwa,
na tunaifanya kazi, na ndio maana kumekuwa na matokeo katika ukamilishaji wa miradi mbalimbali. Umeona jana kamati ya siasa ya mkoa imetembelea miradi ya wilaya ya Siha na wameridhishwa kwa kiwango kikubwa sana namna ambavyo inavyotekelezwa. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuendelea kumshukuru tena Mheshimiwa Rais pamoja na serikali ya awamu ya 6 wasaidizi wake kwamba Siha tunapambana, fedha ambazo tunaletewa hatutaweza tutazitendea haki. Value for money itaonekana kwa kiwango chote kikubwa, kama ambavyo pia hata bajeti ya sasa, bajeti hii ambayo ni hii ambayo tumeipitisha kwa sasa, ambayo itaenda kutumika mwakani, zaidi ya bilioni 30 zimeweza kupitishwa kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya huduma, ikiwemo ulipaji wa mishahara bilioni 17 na utekelezaji mbalimbali. Lakini bajeti ya mapato halisi ya ndani kiongeza kutoka kwenye 1.7 kuelekea sasa tunaenda kwa mapato ya ndani. Naam, labda kwa kumalizia sasa, kuna kitu ambacho tunaweza kuzungumza. Mheshimiwa Rais tumeshuhudia akiwa na kampeni yake ya Royal Tour, na Siha ni miongoni mwa maeneo yanayovutiwa watalii wengi kufika katika eneo hili. Pengine kwako kama mkurugenzi, unahisi faraja gani kuona watalii wanaitikia wito wa Mheshimiwa Rais kupitia Royal Tour ambayo imeweza kutangaza maeneo mbalimbali ya Tanzania? Kiukweli Siha tumebarikiwa, kama ambavyo tuko hapa kwenye bustani ya wanyama. Hapa imekuwa ni matokeo makubwa ya Royal Tour ya Mheshimiwa Rais, ambako wadau mbalimbali, wageni kutoka nje ya nchi, lakini wa Tanzania pia ni sehemu ambako wanakuja hapa na kujionea mambo makubwa na kuweza, hii pia inatusaidia sisi kuweza kama halmashauri ya wilaya ya Siha kuweza kuanza kufahamika, lakini wananchi wa Siha na majirani kupata ajira za kutosha kupitia Royal Tour, lakini kupitia hapa Sevo kwenye bustani hii ya wanyama, kwamba wadau mbalimbali, lakini pia tumekuwa tukipata pia mapato, tumekuwa tukipata maokoto kupitia hapa Sevo. Lakini pia kwa maeneo mengine pia kumekuwa na shughuli nyingine nyingi kubwa ambazo zinaendeleza kiutalii, kama ambavyo tunajua hii ni gate la kupandia mlima Kilimanjaro, kwenye gate lile la Lemosho na Londros. Kwa hiyo Watanzania, lazima nitoe wito kwa Watanzania, sio kusubiri tu wageni kutoka nje, Sweden, Scandinavia countries, utalii wa ndani, lakini hapa watu waje wafanye utalii wa ndani, waweze kushuhudia mambo haya makubwa ambayo hayapatikani sehemu nyingine zaidi ya hapa bustani ya wanyama. Naam, okay, mimi nikushukuru sana mkurugenzi. Dr. Mnasi, hivi karibuni tumeshuhudia mitandao mingi ya kijamii imeweza kuzungumzia uzinduzi wa kitabu chako ambacho umekizindua hivi karibuni eneo la Kitangari, Mtwara, na kule nafikiri ni nyumbani, ndio maana umezindua kitabu. Mitandao mingi imejikita kupongeza na kueleza ni namna gani uzinduzi wa kitabu chako kile chenye uhusiano malezi ya vijana, hususan katika dhama hizi za kimtandao za kidigitali. Kwako wewe, kipi kilikuvutia na kitu gani kimekusukuma kuzindua kitabu kile, na mpaka sasa nakala ngapi wadau wamekuwa wakizipata ama kimekuwa kikiuzwa baada ya uzinduzi wake? Karibu. Ni kweli kama ambavyo uliweza kuona, niliweza kuzindua kitabu cha elimu na malezi ya vijana katika zama hizi za kidijitali, ambako nilizindulia Newala, Kitangari, Mtwara, Tanzania, ambako nyumbani nimezaliwa, na wale wenzetu wamezaliwa kule Uingereza, Manchester, wapi, London, wanasema kwamba charity begin at home. Kwa hiyo mimi nilifanya hivyo, na hata kwenye vitabu tunasema ibada njema huanzia nyumbani. Kwa hiyo nilifanya hivyo, lakini nilisukumwa mimi kama mwalimu, mzazi, mlezi, kiongozi, ili nisukuma kuona namna ambavyo maisha yanabadilika kwa sasa. Sasa hivi hatuwezi kuikwepa teknolojia, mitandao, utandawazi, hatuwezi kukwepa. Tunaona watoto wetu kabisa namna ambavyo sasa hivi hata ukienda nyumbani kwa jirani tayari unakuta watoto wako kwa laptop, anachezea simu, mtoto akilia na bembelezo. Kwa hiyo teknolojia ni kubwa, lakini tunafanyaje ili kuendana na hii hali ambayo kwa sasa ipo? Ndipo nikaja na kile kitabu nikaandika, nikielezea namna mbalimbali ambavyo tunaweza kukabiliana na maendeleo haya makubwa ya utandawazi. Kwa hiyo nikaandika kitabu ambacho kiukweli kwa sasa tayari nimeshakamilisha pia kuibadilisha katika version nyingine ya Kiingereza, ambako tayari nishaibadilisha, kwa hiyo kwa matumizi ya watu wote, rika zote au wa mataifa yote. Mauzo yakoje? Mauzo kiukweli ni kuchangia, kwa maana ya mtu yeyote ambaye anahitaji kitabu anachangia kwa shilingi 10,000 za Kitanzania,
lakini mpaka sasa mwitikio ni mkubwa na watu wanajaribu kuona namna nzuri ya kupata kitabu hichi ambacho baadhi ya maeneo ya Moshi, Mtwara na maeneo mengine yanapatikana, lakini zaidi ya kopi 1500 mpaka sasa tunaweza kusema tayari tushauza tayari. Zimeshawafikia wadau. Zimeshawafikia wadau mbalimbali. Na zimeshauzwa. Na zishauzwa na kwa kweli mwitikio ni mkubwa na mahitaji ni makubwa sana. Kwa hiyo nitoe wito kwa Watanzania, wazazi, walezi, ndugu, jamaa, marafiki, kitabu mama, mzazi, mtoto, mwalimu, taasisi mbalimbali, basi kitabu hichi si cha kukosa. Naam. Na mimi nikushukuru sana Dr. Mnasi kwa mahojiano haya, na hakika tunashukuru sisi kuja kutembea Siha na tumenufaika kuona utalii, kunufaika kuona rasilimali zilizopo, wanyama kama hawa ambao kimsingi tumeenjoy nao vizuri. Asante sana daktari, tunakushukuru sana. Pengine sasa nipate nafasi tumetoka mbali sana. Na mtazamaji, pengine nipate sasa kidogo mtu mmoja ambaye anahusika na hapa Seva. Tuzungumze kidogo naye, haeleze, aniambie on how maeneo haya, utalii huu wanavyoshirikiana na halmashauri ya Siha kuhakikisha wanatangaza utalii wa eneo hili. Karibu sana Dokta, ili tuweze kuzungumza machache hapa, na sisi tukiwa tunaendelea kipindi chetu hiki. Leo hii tumepiga kazi hapa katika halmashauri ya wilaya ya Siha, na hapa tuko eneo hili la wanyama, na tutazungumza naye hapa kidogo. Hili eneo ni eneo gani na kwa nini limekuwa kivutio kwa watu wengi hapa katika halmashauri ya Siha mkoani Kilimanjaro? Karibu sana. Okay, asante sana. Karibu sana Seva Wildlife. Umeuliza kwa nini imekuwa ni ya kipekee? Ni kwa sababu tuna wanyama ambao wamefundishwa kukaa karibu na binadamu, of which sehemu nyingine ni tofauti, lazima utaenda uone kwa mbali. Kwa sisi tumewafundisha na ni mazingira mazuri ambao wanyama wanaweza kaishi pasipo shida yoyote. Kwa hiyo ni kitu ambacho inafanya sisi kuwa tofauti na watu wengine. Na pengine mna wanyama wa aina gani katika eneo hili, na wamekuwa na urafiki wa aina gani na wageni mbalimbali ambao wanavutiwa kuja hapa? Okay, asante. Kwa wanyama tulionao, tuna pofu kama unavyowaona, tuna twiga, pundamilia, tuna choroa na tandara, lakini pia tuna simba upe kutoka South Africa. Wote hao ni wanyama ambao wamefundishwa. Na urafiki wao kwa binadamu ni kwamba kama hivi unaweza ukamshika bila shida yoyote. Yes. Yeah. Tumeshuhudia hapa kuwaona simba weupe ambao kimsingi ukifika mtaani wamekuwa wakizungumzika kuwa ni sehemu ya kivutio vya watu wengi. Tumeshuhudia wasanii wengi wamekuwa wakija hapa. Lakini moja ya mazungumzo ya watu wengi wanasema hawa simba huwezi kuwashika bila dawa, bila nini. Pengine kuna ukweli wa aina yoyote kwamba mnaweka dawa ili simba awe au wanyama wawe wapole, au kuna matumizi mengine ya kimafunzo? Hapa kitu kikubwa ni uelewa. Wanyama wanahitaji upendo, wanahitaji mafunzo. Kama umewafundisha vizuri, basi watakuwa na upendo kwako. Lakini pia kwenye simba watu wengi hawajui, kwa sababu simba wenyewe wanakula nyama. Na nyama inachukua muda mwingi kudigest kwenye tumbo. Kwa lazima atumie muda mwingi kwenye kulala. Nyama ni protein kubwa, si ndio? Kwa lazima atatumia masaa mengi kwenye kulala. Most of the time wakija pale wanakuta wamelala. Kwa hiyo wanashumu kwamba tumewapiga dawa. Hakuna dawa utakayowapiga ili waweze kulala. Je, utapiga kila siku hiyo? Haiwezekani, utamuua, si ndio? Kwa hiyo kitu ya dawa ni haipo. Kikubwa ni mafunzo na ujasiri wa vijana ambao wamewafundisha. Yes, hicho ndio kitu kikubwa sana. Una wito gani sasa kwa Watanzania lakini wageni mbalimbali ambao wanatazama kipindi hiki kwa wakati huu ambao tumewatembelea hapa? Wito wako ni nini kupitia eneo lenu hili la Seva? Okay, kikubwa ningependa kuwakaribisha watu wote ambao ni Watanzania na wasio Watanzania waje kujifunza vitu ambavyo tunavifanya, lakini pia waje kuona kwamba hatufanyi hizo issue za dawa. Kama nyinyi mlivyokuja mmeona asubuhi akiwa active. Yes, kwa hiyo wakija hapa wataweza kujionea kila kitu. Na mtazamaji wa Mtwara Online TV, hakika hapa ndipo Siha, halmashauri iliyopo hapa mkoani Kilimanjaro, ambapo halmashauri hii ipo chini ya Daktari Haji Mnasi. Yeye ni mkurugenzi ambaye anasimamia eneo hili, lakini kwa namna moja ama nyingine amekuwa ni kiongozi anayefanya kazi ya kuonyesha kwa vitendo. Mimi sina la ziada, langu jina ni Mohamed Kemkem, nikutakie utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea, na hili ni eneo la Seva, nikiwa karibu kabisa na wanyama kama hawa. Tumeambiwa tunaweza kushika. Hakika hii ni Siha, na karibu sana Siha. Asante sana.